Sasa mabadiliko ya tabia nchi sasa yametajwa kuwa moja ya sababu kuu zinazochochea ongezeko la uhamiaji barani Afrika. Watafiti wanasema idadi ya watu wanaolazimika kuhama kutokana na ukame, mafuriko na athari nyingine za mabadiliko ya tabia nchi yanaendelea kuongezeka. Swala hili limeibuka kama ajenda kuu inayojadiliwa katika kongamano la 3 lililoanza rasmi jiji la Arba Beach, Ethiopia. Aliko mwanahabari wetu Macharia Mbogwa. Uskani kwako jamani. Mwitiriri, ni kweli kama ulivyosema, ni wazi ya kwamba swala la wahamiaji limeanza kuwa tatizo kubwa linalotokana na mabadiliko ya tabia nchi, hii ikiwa ni tofauti na yale mapigano ambayo yamekuwa yakishuhudiwa pale kando na pia majanga ambayo yamekuwa yakishuhudiwa. Ni swala ambalo linazingatiwa kwa undani, ikizingatiwa ya kwamba takriban 70% ya wahamiaji wanasemekana kuhamia hapa Afrika, na wale wanahama kutoka nchi moja kwenda nyingine, kinyume na matarajio ya hapo awali na zile semi ambapo walikuwa wanasema Waafrika wengi huhamia nchi za Ulaya. Kwa sasa imesemekana ya kwamba wengi huhamia hapa Afrika, na nusu ya wale ambao wanahama ndani ya nchi yao, ikiwemo wale ambao ni wakimbizi. Kwa haya wakijaribu kuzungumzia, pia Kenya imeweza kuorodheshwa kama nchi moja ambayo imetajwa kuwa miongoni mwa nchi muhimu ambazo zinatumika kama njia ya uhamiaji kwa upana. Hii ikizingatiwa ya kwamba uhamiaji inafuata njia ya barabara, njia ya hewa na pia njia ya maji. Na Kenya, kwa Afrika nzima, Kenya imeorodheshwa kama namba 7, ikizingatiwa kwamba Afrika Kusini ndio ambayo inaongoza. Tukizungumza na baadhi ya wasimamizi wa mjadala huu, wasimamizi wa mpango wa hafla hii ambayo inafanyika hapa jiji la Arba Beach hapo jana, baada ya mazungumzo ya ufunguzi wa hafla hii, labda tuweze kusikiliza baadhi ya semi ambayo yaliweza kuibuka hapo jana. If you look at the impact of climate change in terms of flood, in terms of drought, in terms of landslide within Eastern Africa, this has caused quite a lot of displacement. Even though we're in Africa, our climate mobility or the way we migrate from one region to another region is completely different. And I knew that, but I never knew it in detail like this one. So I'm kind of surprised at some points on especially the difference between the West and the Eastern Africa. So we are here trying to come up with like a regional policy document which will be able to give a framework. Then the countries can be able to domesticate the issues depending on their specific countries. We want to implement what we have learned or to share with our fellow Burundians what are the causes, what can we do to stop unwanted migration or forced migration. Kilele cha kongamano hili litakuwa ni swala la kuweza kupitiza ile ambayo inaitwa mapendekezo ambayo wanaomba serikali na nchi husika kuweza kuweka mikakati, ikiwemo sera ambazo zitakuwa zikizingatia jinsi ya kuwahudumia au kuwapokea wale ambao wanaweza kuhama kutoka nchi zao. Pia wamehimiza uwekezaji zaidi katika hatua ambazo zinakabiliana na athari za tabia nchi. Ni taarifa ambayo nitakuwa nitaifuatilia kwa undani nikiwa hapa Arba Beach, Ethiopia, Mwitiriri. Lakini mwisho wa siku hizi 5 kongamano hili likikamilika, tutakuwa na mjuza mtazamaji kwa undani haswa takwimu zaonyesha nini na hatua ambazo zimeweza kupendekezwa ni zipi. Ila kwa sasa wacha niregeshe usukani kwako Mwitiriri. Sana Macharia pia ni mpiga picha study sana. Mwelekezi sugu. Asante sana Macharia.